kwenye neno basi tuweze kujifunza. Naenda kuzungumza siku ya leo, na wakati najiandaa na huu ujumbe, huwezi amini, nilisema nitaanza hivi ili kuweza kuwachanganya watu. Naenda kufundisha kuhusu ngono. Bwana Yesu asifiwe. Namwamini Mungu siku moja nitakuja kufundisha kuhusu ngono, kwa sababu katika mahali ambapo tutakuwa tujifunze kisahihi ni kanisani. Lakini hakuna ibada utaenda Jumapili ukute somo ni ngono. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunapewa taarifa nyingi nje na watu ambao sio sahihi, na watu wasioijua sahihi, lengo ni kuharibu. Amen. Nimesema hivyo mama uweza, mimi kuna kijana alikuwa amekaa hivi ameinuka kwanza, amejiseti. Siendi kufundisha hicho. Haleluya. Naenda kufundisha kuhusu battle for marriage and family. Vita kwa ajili ya ndoa na familia. Mwambie jirani yako, ndoa na familia. Haleluya. Tumekuwa tukiwajenga wanaume na tunapata sehemu leo kuzungumza na kanisa kiujumla, tukiwemo vijana, wakiwepo wa baba, wa mama kwa pamoja, na wale wanaotufuatilia mtandaoni. Kwa nini nimeandika battle for marriage and family? Kwamba kwa nini nimesema vita kwa ajili ya ndoa na familia? Kwa sababu ndoa ndio picha pekee katika ulimwengu huu ambayo ina reflect picha ya mahusiano ya Mungu na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo Adamu alipokea kwa shukrani kwamba huyu ni mfupa katika mifupa yangu, ni nyama katika nyama yangu. Yalipotokea vita kwenye ndoa, ambapo vita hivyo haikuwa kati ya Adamu, si kama unanielewa. Vita ilikuwa kati ya shetani na mwanadamu. Lakini ghafla vita ikabadilika ikawa kati ya Adamu na mke wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa vita mara nyingi vinapoinuka kwenye familia na kwenye ndoa, huaga watu wanageuka kupigana wao na kumwacha adui. Kwa sababu adui wa kwanza ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa utagundua kila unapoishi kwenye maisha, hasa unapoingia kwenye ndoa, unapoingia kwenye familia, unapoanza kujenga maisha haya ya familia, utagundua kuna vita baada ya vita. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi mama na baba wanafundisha, wakatuambia, unajua vijana mtafika kwenye ndoa, hiki kitendo ambacho mnakikimbilia sana, mtakifanya mpaka mtaona kawaida. Na vijana wote ambao tulikuwa siku ile na wengine wakasema, how is it possible? Haiwezekani. Si unakumbuka Brodani kipindi kile walifanya vijana wote. Bwana Yesu asifiwe. Ila amini usiamini. Bwana Yesu asifiwe. Na mbaya zaidi ni kwamba unapoingia kwenye ndoa au unapoingia kwenye familia, kunakuwa na natural battles. Yaani sio mmezipanga, zinakuwepo tu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tumeokoka hapa ndani, nione mkono? Tutasema ukweli. Tutasema ukweli. Haujui kugundua kwamba ukiwa nje ya ndoa, unategemea kuingia kwenye ndoa, unakuwa na muemko. Yaani Mungu nishikilie hisia. Afu ukiingia ndani unajiuliza ile msukumo uliendaga wapi? Sasa siongei na vijana, nyie bado upo. Mkioa mtaelewa. Watu tulioa jamani, ni kweli ni uongo? Unajiuliza, mbona nilikuwa na taksi kada dakika 5 naambia Mungu nishikilie, sije ni kazini. Ukiingia kwenye ndoa inatokeaga nini? Bato. Appetite inaisha. Kuna mtu mmoja alikuja ofisini akaniambia, nishangaa, ananiambia sina hamu na mume wangu. Namwambia hilo ni jambo la kiroho, anza kupiga maombi. Yaani huwezi kunielewa pastor. Yaani sina kabisa hamu. Namwambia ni swala la kiroho, kuna vita pastor. Yaani hujanielewa. Ni vita. Haleluya. Ni vita vya kiroho. Shetani hataki tuende katika ufurahifu niseme, au kuifurahia kwa umbali ambao Mungu alitaka tuifurahie ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunazungumza kwenye nini? Kwenye ibada za wanaume. Na nimesikitika sana vijana wengi hamkutokea. Na ndio ilikuwa wakati wa nyie kuja. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunazungumza kitanda ni madhabahu. Kitanda ni nini? Ni madhabahu.
Na ndio maana katika vitu ambavyo Mungu amevizungumzia vilindwe, anasema na malazi yawe masafi, kwa sababu ni mahali pa ibada. Mungu hatumwoni mahali pengine akichungulia kutoka mbinguni, lakini anapokuja kukutana na yule binti, nadhani ni Tamar, akati anakutana na wale watoto wa yule baba, alafu wanamwaga chini, Mungu anaanza kuwaka hasira na kuwapiga watoto. Mungu alikuwa kumbe anachungulia wakati wana have sex. Kumbe Mungu wakati ule tuko kwenye ibada, wewe unaona ni jambo la kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima sisi tuelewe, tunapoingia kwenye ndoa, tumeingia kwenye taasisi ya kiroho. Vingine siwezi kuvisema hapa, tulikuwa tuko wenyewe na hatufuatilii huko, tungeweza kuviongea kwa umbali mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna vitu vingi kwenye ndoa ambavyo vinaendelea, vinakuonyesha kwamba ni mahali ambapo mbingu inamfungukia mtu. Isingekuwa ni madhabahu, Mungu asingesema apataye mke amepata kitu chema, naye amepata kibali. Maana yake amepata mlango rahisi wa kuingia kwenye ibada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kwenye swala la ndoa ni lazima uelewe, kwenye swala la familia utakutana na vita. Na ndio maana kwenye ndoa tunapokuja kuoana, tunaoa kwa sababu ya vita. Yaani mimi nikipigana mwenyewe siwezi kushinda, kwa sababu mimi naweza kufukuza tu 1000, lakini tukiwa wawili tunafukuza 10,000. Kwa napopata mwingine, na ndio maana tunawaambia watu usioe mtu kwa sababu ni good boy, usioe mtu kwa sababu ni good girl, anaendaga kanisani. Unahitaji mtu anayendaga, unahitaji a warrior to fight with. Unahitaji lijitu la kiroho ambalo likija mnapigana vita pamoja, kwa sababu mnapokutana kunakuwa na nini? Vita. Mtake msitake, vita vitakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wana neema, wanakutana na hivi vita kuanzia nje, wakati wa mahusiano wanaanza kujiandaa, kuna watu wakikwambia ushuhuda wa namna wameoana, ikiwemo sisi, ilikuwa ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Unaomba na mama, unaomba na baba. Mama siku moja akaniambia, Dennis, maombi yanajibu, wewe endelea tu kuomba. Unaomba mwaka baada ya mwaka, hamna kitu, unaomba yani mpaka unaingia unashangilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hivi vita vimetokana na baba na mama ambao walizembea. Ndio maana tunawaambia wanaume, wewe ni kiongozi mchoronga barabara, lazima usimame kwenye nafasi yako ili watoto wako wasikutukane. Kwa sababu sisi wengine unakuta kwenye familia nyingi sana umebeba vita ambao baba alitakuwa apigane. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya babangu, na amenifundisha maisha ya vita ya tofauti sana. Babangu kila ikifika saa 10, hata kama ametoka mkesha, ikifika saa 10, sijui usingizi unaenda gapi, utamsikia kule sebleni anaanza kuimba nyimbo zake. Nyimbo na tuzi, anaimba tenzi, au anaimba wewe ni Mungu, anaipenda sana, wewe ni Mungu mkuu wawezayo. Saa 10 usiku yuko sebleni mwenyewe, miaka baada ya miaka. Hata sasa hivi nimeoa, nikienda nitamsikia asubuhi yuko sebleni. Ndiye mtu alienda kwenye kijiji chetu na kukata miti na nini, maeneo ambayo yalikuwa ndo madhabahu zinazotumika. Kwa leo hii mimi nimeingia kwenye utumishi nikiwa kijana mdogo kwa sababu ya wepesi ambao baba alipigana vita kwa ajili ya hicho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baba alikuwa aingia kwenye utumishi mapema sana, lakini kukawa kuna changamoto juu ya changamoto, amekuja kuingia baadaye kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu na anatumika sasa, ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaona kazi kubwa alikuwa yeye amejitoa kuchoronga barabara kwa ajili ya sisi tusikutane na vita. Kwa kuna watu ambao wana neema mama, yaani yeye, na sisemi kwa, naomba msinielewe vibaya, na naomba mtu anayetengeneza clip kama utakata usikate vibaya. Kuna watu ambao hata akizini wao wanaga changamoto sana. Hata akianguka kwenye dhambi anajifuta, anasimama. Kuna mtu ukianguka umeenda. Kuna watu anaweza akanywa pombe na baadaye akarudigi, na kuna mtu kishika pombe mizimu yote ya familia inakusubiria. Yaani ni lini utaonja, hautaka urudi, kwa sababu you have a big battle in your family. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima tujilinde tukijua kuna vita vikubwa ambavyo vinatufuata. Kwa kuna vitu vingine unaingana navyo kwenye familia, unakutana navyo, wala shida si wewe. Kuna tabia unakuwa nazo, shida si wewe.
there is a battle. Sasa unapoingia kuoana na mtu au mnapoingia kwenye familia, yeye ametoka na vita yake, wewe umekuja na vita yako, mnakutana hapo katikati. Imagine mmoja awe mvivu, kwa sababu sasa hivi mmekuwa kitu kimoja. Mmoja awe mvivu, kwa manake mmoja tu anaweza kufukuza 1000, ndio anayepambana kwa upande mmoja tu. Lazima hivyo vitu viwe vizito. Ndio maana hauwezi kabisa ukakubali kukaa kwenye familia bila kuwa mtu wa vita. Mwambie jirani yako, mtu wa vita. Najua kuna vitu vinaendelea ulimwenguni sasa hivi, watu hawaamini sana kwenye mambo ya vita ya kiroho. Watu hawaamini sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukienda na kuangalia vizuri utagundua kuna vita juu yako. Si ndio? Twende kitabu cha Mhubiri 4:12. Mhubiri 4:12 kwa wale ambao wanaweza kusema pastor anaongea lakini hatoi maandiko. Twende hapo sasa. Mhubiri 4:12. Leo na maandiko mengi, kwa hiyo mkinisaidia kwenda haraka itakuwa nafuu sana. Nelson, ningekuomba unisaidie kukaa kwenye hiyo PC ili unisaidie twende haraka kidogo. Nitasoma tafsiri ambazo niliziandaa. NIV anasema though one may be overpowered, two can defend themselves. Anasema japokuwa mmoja anaweza akashindwa, ila wawili wanaweza wakajilinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapooa au kuolewa kuingia kwenye familia, umepewa mahali pa kujidefend. Umepewa mtu ambaye atakusaidia, kwa sababu wakati vingi ukipigana vita, yamkini adui anaweza akatokea nyuma na uone. Lakini mkiwa pamoja, mwenzako ni rahisi kuona kwamba nyuma yako kuna nini au pembeni yako kuna nini. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda tafsiri ya New Living Translation anasema a person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Anasema mtu mmoja anaweza akasimama mwenyewe akapigwa na kuangushwa, lakini wakiwa wawili wanaweza wakageuziana migongo na wakashinda vita. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Message translation anasema be by yourself you are unprotected. Ukiwa mwenyewe hauna ulinzi. Vijana, hauna ulinzi. Nikuhakikishie mimi nina ulinzi wa kutosha. Kwa nini? Kuna mtu hata nikitoka hapa kuhubiri ananiambia kuna namna ulipeleka lile neno, kuna namna haikutakiwa kutamkwa vile. Kuna ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapokuwa wawili, unapokuwa mmoja unakuwa hauna ulinzi. Anasema with a friend you can face the worst, can you round up a third? Anasema ukiwa na rafiki una uwezo wa kushinda. Je, mtu anaweza akashika watu watatu kwa wakati mmoja? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapokuja kwenye ndoa tuna chances za kushinda vita zaidi ya ukiwa mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye hili swala la ndoa au la familia tutakutana na battles mbalimbali. Tutakutana na vita mbali. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto ni pale tunapogeukiana sisi na kuacha kupigana na adui. Strategy nzuri ya adui, na Biblia inatuambia shetani ni mlagai. Si ndio? Ukisoma Kiingereza anasema is a deceiver, ni mlagai. Mlagai ni nani? Ni mtu anaweza akakuwekea kama kuna kikombe lakini halisia hamna kikombe. Kwa wakati unakimbia kwenda kuchukua kikombe, kumbe amekudanganya. Kwa kwenye ndoa kitu anachokifanya adui, ndio maana tunasema battle for family, kupigana kwa ajili ya familia na ndoa, ni kwamba shetani atakuonyesha adui ni nani. Na ndio maana mimi nimeacha kusikiliza mapepo ukiwa unamwombea mtu anakuambia ni shangazi yake. Kwa sababu tunajua Biblia inasema shetani ni baba wa uongo na kwake hakuna kweli. Kwa hiyo pepo haliwezi kukuambia ukweli. Unasikia, haya umetoka wapi? Sababu ya wewe kuja hapa ni nini? Au unawezaje ni muongo atakudanganya. Nimetumwa na mama yake. Unasikia, umesikia? Mama, imagine. Kumbe shetani anagonga vichwa vya familia. Unainuka hivi asubuhi unamuona mume wako ndio adui wa maisha yako. Usingekuwa umeolewa ungekuwa mbali sana kimaisha. Hujajua adui ni nani? Hujajua adui ni nani? Sio mume. Ukiamka ukimwangalia mke wako unasema hivi kweli ilikuwa usiku, ilikuwa asubuhi. Macho yangu yalikuwa na shida gani jamani, Mungu wangu? Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Ila tuje kwenye party umtambulishe, niko na mrembo wangu, mama la mama. Hakuna mwanamke lakini muone nasema yani ngambia. Bwana Yesu asifiwe. Mama, kama Mungu angekuwa anajibu maombi, kuna watu sasa hivi wangekuwa divorce, wangekuwa wamefiwa ili waoe. Anahisi kwamba grass are greener in the other side. Ngombe kitu, grass are greener where they are watered. Majani yanapendeza yanapomwagiliziwa. Kuna mtu anayamwagilizia bustani hiyo unayoiona. Bwana Yesu asifiwe. Ila shetani atatugeuza, badala ya sisi kumuona yeye, na tunajua mtu ambaye ni mzuri wa vita ni master wa disguise. Kama mnaangalia movie, mimi naangalaga movie. Ukienda movie za kijeshi, wanaweza wakaseti bomu kule, wakaseti sijui nini, kama upepo unasukuma mdoli, watu wote likiripuka kule, watu wote wanageuzia kule, kumbe maadui wako nyuma yao. Mnamalizwa tu kirahisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa adui sio mtoto. Kuna wanawake ambao, samani kusema hivi, kuna wanawake ambao wadui wao ni watoto waliowazaa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali nilikutana na mtu nikiwa Dodoma, alikuwa anaongea vibaya kuhusu mama kuhusu mtoto wake. Mpaka nikajisikia vibaya. Anasema mimi nilikuwaga mzuri sana, lakini huyu mtoto utangia nimemzaa kaniharibu kila kitu. Nikamwambia wewe. Na amemchukia. Unajua kuna ile mtu unaweza kaisema tu kama ni umegundua kwamba ni kweli kitu kilibadilisha, lakini anaongea kwa uchungu mno, yani kwa hasira juu ya ule mtoto. Mama anasema ndo gharama ya kuwa mama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtoto sio shida. Bwana Yesu asifiwe. Kuna familia moja walikuwa wanapitia mzozo kwa sababu ya mtoto wao, na siku moja yule mama akamwambia mtoto wake, akamwambia ndoa yangu haina amani kwa sababu yako wewe. Amemgeuza mtoto kwamba mtoto ndio sababu ya nini? Ya maumivu ya mama. Adui atakugeuza, utaona kwamba kuna mtu wa karibu ambaye uko naye ambaye ni adui yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunajua adui nyuma ya chochote kile kinachofanyika, hata kama unakiona kwa mtu, sio mtu, ni roho nyuma ya mtu. So we battle with the spirits. Na hii mambo ya kuomba maombi ya kuua, sijui muue mama yako, muue sijui nani, muue jirani fulani, shida sio kumuua. Ukimuua roho ina departure, inaenda kwa mtu mwingine. Tena inaweza kaja kwa mume wako kabisa. Kwa shida ni kudeal with the spirit, sio mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako magamba yanatoka. Fanya hivi kama mimi, magamba yanatoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Adui ni shetani, naye ni master. Twende kitabu cha Wakorinto wa pili 13. Wakorinto wa pili 13 anasemaje? Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Mstari wa 4 anasemaje? Mstari wa 4 anasemaje? Anasema maana silaha zetu za vita vyetu si za mwili, bali zina nguvu katika nani? Mungu. Kosa la jinai mwanaume kugundua mke wako sio mwaminifu baada ya kuambiwa. Kosa la jinai kwa mwanamke kujua mume wako sio mwaminifu kwa kuambiwa na umeokoka. It means you are not battling. Haupigani vita kwa ajili ya familia. Biblia inasema Bwana hataruhusu kitu kifanyike bila kuwajulisha watumishi wake. Na sisi tunaitwa kipindi hichi kitabu cha Yoeli kwamba sisi ndio makuhani. Sisi ndio ambao tumepewa maono. Sisi tumepewa kuota na kuona maono, kunena kwa lugha na kutabiri. Ni sisi, kila aliyeokoka. Hiyo yani sio kitu cha wachungaji, sio kitu cha nabii specific. Kila aliyeokoka anatakiwa ajue mambo kwenye ulimwengu wa roho. Shida ni nini? Kwa nini mtoto wako, familia yako inapita kwenye changamoto na haujui? Kwa sababu you are not battling. Au ukipigana unapigana upande ambao adui amekugeuza. Bwana Yesu asifiwe. Unajua upande wa giza mama wako na macho kwa waume za watu na wake za watu. Na mtu anaweza kanuia mwaka mzima anafanya kitu cha kiroho kumchukua kutoka kwako. Wewe huko unakula Bible, tunaambia ufunga siku 3 zile, siku 5 za kanisa, tufunge jamani. Mtu afungi, alafu unasikia baadaye, mama utaamini. Yaani nini shida mwanangu? Nimekuta message.
Bwana Yesu asifiwe. Message zinatoka wapi? Imefikaje akaanza kuongea na mtu mwingine wewe ujui? Bato. Pigana vita. Mara nyingi tunapigana vita vya kimwili, kutafuta hela, kupambana kujenga, lakini kwenye eneo la kupigana kwa ajili ya familia zetu tumesahau. Na mama na baba wametufundisha hichi kitu. Yoyote usiyemuombea upendo ushuka. Na ndio maana hamna upendo. Mtu mmoja aliniuliza baada ya darasa la wanaume, akaniambia, "Pastor, unafanyaje kama umefika mahali kama ile pendo limeisha, unafanyaje?" Nikamwambia, unatakiwa uanze kumwombea. Mwanze kuwa na time ya kuomba pamoja. Bwana Yesu asifiwe. You have to fight together. Unajua kuna ndoa ambazo leo hawataki, ukiangalia kikawaida hawataki kuwa pamoja, lakini kwa sababu wanapambana wawe watoto, wale watoto tu. Yaani hiyo sio sahihi, lakini wamepambana kwamba tuna vita dhidi ya yoyote asitutoe na watoto hao, wameishi. Imagine kama mnaweza mkafanya vita dhidi ya adui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Masomo kama nguvu za kiume, tunaziongea kweli kweli. Dawa hii, kunywa tangawizi, kila, yaani mtu unakuta mtu kama amekuwa daktari wa mitishamba, yani anajua chai ya mchai iwekwe nini, yani ana vipimo vyote vya sukari, balancing na nini, yani umenielewa? Shida ni vita. Jamani, kuna watu walikuwa wanakunywa sukari kama wazazi wetu, jamani. Babu zetu anakunywa sukari, yani ukiambiwa unywe ile ni kama juice. Na usikii chochote. Shida ni we don't battle. Sisemi tuwe reckless. Pia Mungu ametupa tuitunze mili. Sisemi tuishi tule ovyo. Lakini mbona kuna watu wanafuata hizo zote na bado wanapigwa? There is a battle. There is a battle. Bwana Yesu asifiwe. Na hii lazima ingie kwenye ufahamu wetu. Tujue kwamba chochote kilichozaliwa kwa maombi kinatunzwa na maombi. Chochote ambacho ulitafuta kwa Bwana kitatunzwa na Bwana. Na ndio maana tukasema wanaume, lazima mwanaume awe kiumbe wa kiroho. Na nikasema, na narudia tena kusema wazi kabisa hapa madhabahuni, ugomvi utaendelea kati ya wanaume na wachungaji wa kiume, kwa sababu wanaume wamekataa kusimama kwenye nafasi zao za kiroho. Hivyo mke atamsikiliza mchungaji, kwa sababu wewe mwenyewe ukimsikiliza mchungaji unafanya hivi. Kama wewe mwanaume mwenyewe unafanya hivi na mke wako naye anafanya hivi, na wewe sio wa kiroho, atakuja kuambiwa na nabii mmoja, alikosea, haukuwa mpango wa Mungu, na atakuacha. Tusifanye kosa la Adam. Alifanya kila kitu. Na tena mimi naenda mbali kidogo, tafsiri yangu kwa kusoma Biblia. Adamu alikuwa, niseme, Mungu nisamee kama sio kweli, lakini Adamu alikuwa muongo. Uongo kweli? Mungu alisema wasishike matunda. Hawa alipata wapi usishike? Wala usiaguse. Yaani manake alikuwa anajaribu kumprotect, lakini sio kiroho. Mwambie, yani wanaume, wewe ujeingia kwenye wanaume ni wabaya. Kwa unamtishia yani mke wako, yani anaona kama kuna majinamizi huko nje. Haumprotect spiritually. You are not a leader spiritually. Afu unamtengenezea filamu fulani ya kuogopesha. Siku anakutana na mtu afu anakuta ni bonge la mtu, anashtuka. Wangu. Kama tulivyokuwa tunaambia watoto kula sukari sio nzuri, lakini siku alilamba. Mama, ni sukari hii au ni alikuwa anasema nini? Bwana Yesu asifiwe. Kama utaanza rohoni, hii vita itakushinda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama nakukwaza hamna shida, nimekuja na amina za kutosha hapa. Leo amina zangu ni nyingi sana. Twende kitabu cha Marko 3:25. Marko 3:25. Nataka nikuonyeshe tu, na nyumba ikifitinika juu ya nafsi yake. Sasa hii ya Kiswahili haisemi vizuri. Ngoja nisome, nisaidie New Living Translation. Tusome kwa Kiingereza. New Living Translation. Kumbuka hapa sijaongelea ni kazi ya fulani, ni kazi ya fulani. Tunaongea kwa pamoja, wote tuwe na huo mtazamo. Si ndio Sio mmoja. Tutakuja kwenda huko mbele kuangalia zaidi. Nasema similarly, a family splintered by defrauding will fall apart.
Kwa nini shetani analeta sisi kupishana? Kwa nini tunafika mahali tunakaa kwenye familia tunagombana mpaka kila mtu anafuata mambo yako? Hiyo ni kwa sababu shetani anajua nyumba ikifitinika haitakaa ikasimama. Kwa hana shida sana muandikiane talaka kwanza. Anataka magomvi tu. Anataka magomvi. Na tuko na Dr. Chris atatusaidia. Labda majina mengine ya kisayansi naweza nisiyaseme vizuri, atanisaidia. Lakini unajua mwanaume anakuwa na nguvu sana asubuhi. Yaani kuna kama hormones 3 ambazo ziko asubuhi. Kwa mwanaume anakuwa more productive na hata nguvu, sasa tuko redioni, lakini hata nguvu ya uwezo tuseme hivyo iko vizuri zaidi asubuhi kuliko hata usiku. Kadri anavyoishi kwenye siku na kupambana na machangamoto, anapofika jioni amechoka na anabaki na hormone moja tu, ambayo hormone haipendi kelele, inataka tu kupumzika, kuangalia movie, kwa mpira. Haitaki sukari, sijui chumvi, anataka tu apumzike. Sasa ndio huo muda unaweza kumwambia mwanao, unanisikia? Anakuambia lakini kiukweli ni kichwa kimechoka. Yaani ungempa tu at least dakika 15 akakaa mahali bila kelele, angekushukuru sana. Na ndio huo wakati. Na nisikufiche, kaangalia magomvi yanatokea saa ngapi? Ile muda wa usiku. Unapoingia tu nyumbani ndio magomvi yanapoanzaga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini hao magomvi? Na gundua, nyumba yenye magomvi haifanikiwi kiuchumi. Haifanikiwi kiuchumi. Mtafanya biashara, mtafanya kila kitu. Kwa hiyo shetani anapotupa, yani umeona vita vinapoanzia mbali lakini vinapiga kila tulicho nacho. Kila tulicho nacho. Na stress zikizidi, mtu anaenda nje kwenda kukosea. Bwana Yesu asifiwe. Nikuhakikishie mama zangu, wanawake ambao mko hapa, kuna wanaume wametoka nje ya ndoa sio kwa sababu hawakupendi, ila wanatafuta mahali pa kupumua. Sisemi ni saa hii, kwa sababu inatakuwa hivi, tukiwa maofisini, tukiwa kwenye kazi, nikifikiria nyumbani, yani moyo unafanya nikifikiria nyumbani, sio nikifikiria nyumbani, ngoja nichelewe nifike saa 5:05 hivi, atakuwa at least usingizi umeshaingia, moto utakuwa umepungua. Unaweza ukamjibu mume wako jambo mbele ya watoto, alafu kesho kutwa utashangaa wanaotoa wamtii, kwa sababu umechora picha. Na ndio hapo sasa why we are battling, kwa sababu mwanzo ni sisi, lakini baadaye tunalea. Sio kama unanielewa? Yaani mwanzo ndio inaweza ikawa ni wewe na mke wako, lakini baadaye ni ubinafsi kutokutambua kwamba familia ni zaidi ya wewe na mke wako. Kuna watu hapa wanatuangalia, ni kweli na lakini mtoto, nimuulize mtu, lini ofisini bosi wako alikuuzi ukainua kibao kama hatuuziwi na mabosi? Hakuna. Sawa, anatudhalilisha kabisa, tena ile mbaya kukudhalilisha kabisa mbele za watu. Mbona unavungaga? Unaingia kwenye gari hausemi chochote, na kesho umekuja bosi, uko kazini, bosi ambaye akuona ukiwa uchi. Sorry kusema hivyo. Kuna mtu anakuona ulivyo, ambaye unaweza kumjibu vyovyote unavyojisikia. Na huyu ndio mtu ambaye ikitokea changamoto, yeye ndo atakuwa anakuangalia. Vita imegeuka, umeanza kugombana naye. Kwa nini? Shetani anainua vita. Bwana Yesu asifiwe. Naweza nikapata amplified pia nionyeshe hapo kidogo. Muda wangu sio rafiki, kwa nitaenda vile ambavyo nitaishia. Mungu atatusaidia, tutaendelea siku nyingine. Nipe amplified ya hili andiko tafadhali. Anasema and if a house is divided. Sasa hii ni kugawanyika. Kugawanyika inaanzaje? Mimi sitakwambia tena. Kuna saa tunapishanaga na mke wangu, ananiambia, Dennis, sitakwambia tena. Hili ni mwisho leo. Siongei tena. Namwambia usije ukasema hivyo. Ongea. Inaanza hivyo vitu vidogo. Kwamba iki nakaushia siongei. Simwambii. Nilimwambia avae blue, amevaa kijani. Sawa, siongei tena. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ikiwa divided, split into fractions and rebelling. Kwa hiyo uasi mama ambao tunakutana nao kanisani unaanzia mbali. Mtu hawezi kutii mamlaka, kwa sababu ndio kitu ambacho familia ilimlea.
Hawezi ambiwa na mwanaume mwingine kitu. Hawezi kaona kwamba anaweza kujifunza. Kwa nini? Familia ndio iliyoanzisha hicho tabia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema against itself that house will not be able to last. Yaani shida sio kwamba hawataka kwenye ndoa, lakini haitadumu. Wanaweza wakakata miaka 10, lakini hujaisikia watu wanaachana ndoa ni miaka 20 ya ndoa, miaka 30 ya ndoa wanaachana wakiwa wazee. Kwa nini? Ni swala tu la wakati. Iko kitu hakina muhimili mzuri wa kulishikilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wanaume wanapitia vita kwa sababu ya nafasi zao kama vichwa. Tulisema hakuna mtu akiingia kwenye jengo anaangaliaga msingi. Jamani, nauliza leo tumeingia MTBC, tumeabudu, wangapi wamechukua muda kuangalia msingi? Nione mkono. Wangapi wameona taa nzuri? Wangapi wameona rangi ya jengo? Wangapi wameona vinanda na drum? Wangapi wameona waimbaji? Ndio maana tukamwambia wanaume tutapambana sana kutaka Father's Day. Kupata Father's Day, zawadi ya Father's Day. Msingi unasauliwaga, ni kawaida. Unakuta mwanaume analalamika, yaani mimi nimeleta chakula nyumbani, nini. Hamna mtu anaona. Msingi uonekani, siku ukifa utaonekana. Watalia, wataumia. Hivi kweli? Na hapo walikuwa wamesha kusema vibaya, mbaili. Siku umeondoka, baba. Tutaisije? Msingi hauonekani ukiwa hai. That is the battle of a man. Hutaonekana. Na jamii imeharibu zaidi. Sasa hivi wanawake wamepewa priority kuliko wanaume. Sasa hivi nadhani tunatoka tutafute haki za wanaume. Maana kimsingi mwanaume hana haki yoyote. Mkienda kwenye kesi, mwanaume amepigwa vibao na mke, mwanamke tu akijiweka kwenye mtindo akaanza kulia, wanasema wewe ni mkorofi. Sema uonyeshi. Uongo kweli? Battle of a man. Unaonekana wewe nili robot. Huna hisia. Unaonekana you are supposed to do everything. Kila kitu. Na jamii yetu, siamini kama Kristo alitaka familia, pamoja na kwamba men are providers, hakutaka mwanaume pekee ndio apambane. Ni nzuri sana mwanaume kuwa na wajibu, lakini pia kuna nafasi ya kusaidiwa. Ndio maana tulipewa msaidizi, si mtegemezi. Sio Biblia inasema hivyo? Nami nitawafanyia msaidizi, sio mtegemezi. Mtu anakuambia kama unataka kunioa, sikia kwanza, lazima uwe na gari, lazima uwe na nyumba, lazima Vipi? Umeona hapa ni sehemu ya kuvuna tu. Haya, na wewe unakuja na nini sasa? Haya, mimi nakuja navyo, wewe unakuja na nini? Nakuja navyo, tukae mezani, tupige biashara. Mimi nimekuja na gari, wewe unaleta nini? Nitakupikia. Mimi naenda ofisini kila siku. Kawaida. Duty yangu mimi naenda ofisini, napambana, natumia nguvu zangu, naleta hela, silalamiki. Nalipa kodi, nafanya kila kitu. Shida iko wapi? Kupika tusaidiane. Sasa sema sio mbaya, na mimi napika pia, natengeneza juisi, namsaidia mke wangu, nafua pamoja naye, sio dhambi. Si ndio? Lakini hivi vyote mtu ukisimama unajua nafasi yako kwamba huyu mwanaume anatakiwa kufanya nini? Kusaidiwa. Usiposaidia, kuna watu maombi yao wapate fursa wasaidie. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwenyewe ni mtoaji, lakini anasema hivi, mkumbukeni Bwana wenu, maana yeye ndio apaye uwezo wa kupata. Nani mtoaji? Shida sio ukubwa unachokitoa, shida ni moyo. Moyo. Onyesha tu moyo. Wanaume, tuonyeshe moyo kama Wakristo. Lazima tujitoe. Bwana Yesu asifiwe. Kujitoa ni itikadi ya mwanaume. Yaani kujitoa sio swala, yaani ukiwa ujitoi tunaanza kuanza kujiuliza kwa habari ya jinsi yako kama wewe ni mwanaume. Kwa sababu kujitoa ni asili.
Mungu Baba wetu aliyotuzaa, mbegu iliyotuzaa ni mtoaji. We give. Tunatoa muda, tunatoa hisia, tunatoa kila kitu ambacho Mungu anaturuhusu kukitoa kwa wale ambao wanatupenda na wale walio karibu na sisi. Na wala hatuoni kama tumewapa privilege sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukimwona mwanaume anajisifia kwa kutoa hela nyumbani, huyo mwanaume tayari ana shida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa leo tuelewe kwamba vita vya mwanaume, mume wako ule naye ana vita nyuma yake. Twende kitabu cha Hesabu 25 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Hesabu 25 mstari wa kwanza mpaka. Niwaonyeshe nyie mnapokuwa mnakaa na wanawake au mnakaa na wanaume, ni vita gani mwanaume anakuaga nayo, ili mkiwa mnaongea story muelewe. Anasema basi Israeli nani? Taifa teule, si ndio? Akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu. Kwa watu walianza kuzini tu, si ndio? Ngoja nikuonyeshe kitu kilicholeta uzinzi. Twende mstari wa pili, anasemaje? Kwa kuwa waliwaalika hao watu waende wapi? Waende wapi? Kwa kuzini ni kwenda sada. Na watu jamani, wanaume tulioa, mikono juu tena kidogo. Kama unaniambia tangia umekaa kwenye ndoa hujaipata message ya kutongozwa, utakuwa unanidanganya. Tunaalikwa, anakuambia unajuaje kwamba mke wako ni mzuri? Sasa ninajitahidi kutumia lugha, ningeenda kusema kile ambacho sio sahihi, lakini unajuaje kwamba mke wako ndiye? Test and see. Moja tu utaona kumbe anakuita wapi? Na anaweza kwenda mbali akakwambia, wewe kama ni mwanaume, wewe sio mwanaume. Hapo anakualika sadakani akuprovoke. Unajiita mwanaume, nimekupa chance hata huwezi mwanaume gani? Mwanaume. Unaanza kusema, huyu mwanamke ananionaje? Huyu mwanamke ananidha. Akia Mungu nitamuonyesha. Umealikwa sadakani mwanangu. Kafara ni wewe sadakani. Bwana Yesu asifiwe. This is the battle upon the head. Kichwa wa familia. Yaani kwambiaje, mwanaume utamlaumu kwenye swala la uzinzi. Ambaye anaweza kulaumiwa tu ni yule ambaye hajampokea Kristo. Lakini aliyesimama kwenye wokovu, ukasikia anapita kwenye changamoto yoyote ya kuanza kuvutwa, anaalikwa sadakani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema sadaka walizochinja kwa hawa wanawake huku nje wanafanya ibada. Na ndio maana namuuliza mwanaume, kwa nini wewe sio mtu wa kiroho? Unaishi unafikiria utatoboa kwa nini na mke wako? Ibada za katikati huonekani. Ibada za Jumapili zenyewe unatokea kama mshale tu, umepotea. Unafikiria ulinzi wa hii familia, na kila siku unaalikwa sadakani. Na hiyo sadakani unapoalikwa, wametoa kafara. Si unaona wamechinja hapa? Wameshachinja kwa miungu yao. Kwa hiyo huitwi tu kwa namna ya kimwili, na kuna vitu vya kiroho vimefanywa ili uvutwe. Lakini wewe unaona tu neema inatosha. Asante Yesu kwa siku ya leo. Nimelindwa. Nini? Ufanye vita. Kuna watu wanasema ukiamka asubuhi jiangalie kwenye kioo, ufanye utterance. Si ndio Wewe fanya vita. Utterance utafanya wakati unaondoka nyumbani. Mwanaume yoyote rijali anafanya maombi. Yaani kama una uhakika kabisa uko vizuri, unabidi ukae kwenye kona hivi kama unazaa. Kandarabasa. Yaani upige ya kutosha. Maana tulionyesha wanaume hapa, ukifika tu kwenye daladala umeokoka sana. Kuna dada huyo ameachia mzigo huo, na anainama anainuka, anakuangukia hapo hivi. Umeishuka hiyo, umesema Bwana asante umeniokoa. Anapita mtu mwingine huko, kitu kipo humu, unasema he Bwana nisaidie. Hujakaa vizuri kwenye simu huko YouTube sijui wapi, katangazo ting, mtu ametokea pale. Ukitaka kuwa kwenye dating online, bonyeza hapa.
tangazo la simu, mdada amevaa uchi. Unatangaza simu, unatangaza nini? Tangazo la sabuni, mtu yuko hajavaa nguo za ndani. Unasema huyo ni nini? Mtu anaalikwa sadakani, either aende physical au afanye kwa akili. Amtazamaye mwanamke wa kumtamani ameshazini. Kwa mimi kuzini sio dhambi, ila ni matunda ya dhambi iliyokaa moyoni muda mrefu nikaenda kutimiza. Dhambi itatunga mimba, na ikisha tunga mimba inazaa mauti. Kwa kuzaa mauti ndo niko guest. Ila naweza nikawa nimeshafanya kitendo, nimelipa bills, nimemaliza, tumekula kabisa, nikiwa nimekaa kwenye kiti hivi. Na hapa ibadani uweze amini, kuna jamaa mmoja unaweza kutapa yuko anapiga mahesabu na ameshamaliza mzigo akiwa hapa kwenye ibada. Shetani amesha muita sadakani. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tuongelea habari za ushoga, sababu sisi wenyewe hamwezi kuelewa, sisi wanaume ndio tunajua. Watu wanavyosumbua wanaume kwenye miaka ya sasa hivi. Jamani, wanaume waliokopo kwenye darasa lile ambalo tumelifanya wanyoshe mkono. Mlisikia ule ushuhuda ule jamaa? Mtu anakubembeleza. Sio nikubalie. Bro, nione huruma. Mwanaume mwenzako. Ndio tupo hapo. Tunabato kwenu na wanaume wenzetu. Kote unaomba uone huruma. Sadakani. Inachekesha lakini nikwambie, mume wako hawezi kukuambia, mimi nakwambia. Ndio vita tunayokutana nayo kila tunapoenda. Kila tunapoenda. Hata tukijizuia kwa watu, kuna mazingira yanatengenezwa. Hivi nikwambie, hapa nyewe mmevaa vizuri. Lakini unafikia nitaenda barabarani katangaze, haya, sio sahihi kuvaa nguo za namna hiyo, jisitiri maungo yako. Mtani utaiona live. Shida ni wewe. Yeye ana shida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima ubato for your husband. Sisi tumewajenga ndio, lakini wewe bato kwa ajili ya mume wako. Unajua kuna vita vingine hawezi kukuambia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka story ya dada mmoja alimpenda mume wa mtu, na yule mume wa mtu nadhani sijui kwa sababu alikuwa sadakani na nini, akapita kwenye wakati mgumu kidogo angeanguka. Yule mwanamke alikuwa radhi kwenda kuua mke wake, wakose wote. Yaani umenikataa sawa, umejifanya mwaminifu sawa, nitakuua wewe, mke wako na watoto wako. Yaani kuna watu wako hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa you have to battle. Unamficha kwenye damu ya Yesu. Sasa haya maombi nikiyasema mtaona ni maombi yake, lakini ndo tunasema uchawi wa kiroho. Funika kwenye damu ya Yesu. Zungushia ukuta pande zote. Kama milima izungukavyo Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake. Mzunguke mume wangu kwenye pande zote anazoenda. Yeyote mwenye nia mbaya asikutane naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwani maandiko si yanatueleza? Jamani, maandiko si yanatuambia kwamba mwanamke ni mlinzi? Au ni mimi? Si ndio? Ni mlinzi kwa nani? Kwa mumewe. Sasa nakimbia kwa sababu ya muda, najikuta naruka vitu vingine. Mwanaume ni muhimili, ni foundation, ni msingi. Lakini msingi unahitaji ulinzi, ndio maana tumeweka bati. Ila bati limebebwa na nini? Msingi ukiingia maji unaharibika. Msingi ukipigwa na jua sana unapasuka. Kwa msingi unahitaji ulinzi, ndio mwanamke. Haimaanishi she's powerful than you, maana wewe umembeba, lakini yeye ana uwezo wa kusababisha wewe usimomonyoke. Ndio maana amefanya jambo jipya. Mwanamke atamlinda mumewe. Yes, he is powerful, lakini very fragile ndani. Mwanaume ana nguvu sana nje, lakini ndani si ana nguvu. Dr. Chris alituambia siku ya Ijumaa, akasema hivi, mwanaume kuna saa mke wako anataka kupe neno fulani, lakini akikuangalia hivi, anajua ujamani kimwambia atazimia. Kwa ananyamaza tu. Anakwambia nenda tu. Ila anajua akikusemesha, yani akakwambia hivi, hebu imagine leo umegombana na mke wako akakwambia, ningemkubali fulani nisingekuwa hapa. Na wiki anakuja Moshi. Afa kaiachia hapo.
Au kuna kule tukiwa kule, nikisema kule mnielewe, si ndio? Tunajiongeza jamani, Roho Mtakatifu akusaidie. Ukiwa kule, hapa akasema, "Hey, unafanya nini sasa?" Ndio hivi tu. Nimekwisha. Hiyo itakutesa. Itakusumbua. We are powerful nje, lakini humu very weak. Mwanamke nje hana nguvu ya kubeba speaker, ila anapata msiba, pata sijui nini, anapata sijui nini, unamwona yuko tu pale, atalia huyo, atalia huyo, pata wewe. Hivi umeshaonaga kwenye msiba mwanaume akaanza kulia kwenye msiba kwa sababu ni mtu anayempenda? Hivi umeshaonaga? Wengine mpaka anazimiaga, hawezi stahimili emotional things vikiwa vikubwa. Ndio maana wanaume kuna saa tunakuwa kama tunajikata ganzi hivi, kwa sababu we can't handle emotions. Yaani mwanaume anaweza ukampenda akafika mahali akajiona kama amegeuka kwa mwanamke. Nimekuwa soft sana. Hebu ngoja kwanza. Daktari anakosea. Ndio tuko hivyo. Yaani tunaogopa hata kuwa laini. Yaani mke wako akakushika hivi. Kama yule jamaa mmoja aliona clip eti mke wake anamshika hivi kidevu, naye anamshika mke wake. Halafu baadaye akasema, "Mimi ni wa kiume." Jamaa alikuwa amekaa hivi kama katoto amepakatwa. Akajisukia, "Mimi ni mwanaume." Hapo akainuka akaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna vita. Wanaume wana fight na wao wenyewe, wana fight na maneno wameambiwa na baba zao, wamefight na nini. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka kuna mtoto mmoja nilikutana naye, babake alimwambia hichi kitu, akamwambia, "Usiruhusu mwanamke akucontrol. Control. Usiruhusu mwanamke akukalie." Imagine huyo mtu akiingia kwenye ndoa na unataka kumshauri tu kwa upendo, anafanya nini? Anakuambia, "Saa ngoja nitalifikiria." Na kweli ni ushauri mzuri kabisa, lakini kwa sababu ana bato na vitu alivyolelewa navyo, hataki kuonyesha kabisa. Yaani kuna mwanaume anakuangalia kabisa hivi, mke wake umechoka, una mimba, unajitahidi unafutafuta hivi, anatamani asikie dekio, lakini kuna ile kwamba sio kazi za kiume hizo. Anakuacha tu uteseke, anasema, "Lakini ningemsaidia mke wangu." Yaani anaondoka anajilaumu sana, lakini ndani anasema kuwa mwanaume. Ana bato ndani yake mwenyewe. Ana bato za kifamilia, ana bato za jamii. Namwambia nini? Hujai kugundua ukipendana sana na mke wako, watu wakakuona mmeshikana, wanashikana mkono, wanajifanya kama wanapendana sana. Kuna mtumishi mmoja jamani wa Mungu nimemwona kwenye internet Mtanzania, amemposti mke wake, wametembea, wameshikana mikono, wanatabasamu, unakuja ndio maana mnajiposti kwenye mitandao huku, mnajifanya kwamba mnapendana. Bato ya nje. Kwa mtu sasa hivi akitembea na mke wake, "Pita huko, mimi nipite huko." Yaani bato, watu wasione. Vita iko kila eneo. Lazima ukiombee kichwa chako. Bila kichwa mwili utapotea. Make battles for yaani nikwambie kitu katika kitu. Na wanaume wa MTBC nikisikia nimeletewa malalamiko umekataa, tutamuita na baba hapo atakukanya. Asubuhi usike kichwa cha mume wako. Fanya ile iwe madhabahu. Tamka. Speak over his head. Wewe ni kichwa changu na kuombea. Ninakutamkia hakuna mshale wa ibilisi utakuona. Speak, omba na mume wako. Simwache tu aondoke. Tunashindwa na ndugu zetu hawa, si unawajua? Asubuhi anamfukiza mume. Asubuhi amewasha ubani anamfukiza mume. Nakosea jamani? Mimi nimekaa nimewaona. Anachoma ubani, anauweka pale chumani. Mume akija pale anasimama. Anaingiza kwenye koti. Ananuia, ni uongo. Kweli. Wewe mume wako, sawa, okay, baadaye. Bado mimi nimelala hapa, baadaye. Akija huko, karibu. Sawa. Kichwa chako. Anaweza kaja ameshuka moyo, ana hasira, ule unavompokea tu. Kaanza kumtengeneza nyusi.
Sasa nakupa password. Si ndio? Mama zetu walikuwa wanatufanyia, afu unapiga hivi, shika kichwa, umerudi nyumbani. Vita yote umekuja nayo inaishia hapa. Unaingia mahali pa amani. Mimi nitakuwa mtu wa amani kwa ajili yako. Mahali hapa patakuwa mahali salama kwa ajili yako. Katika jina la Yesu. Karibu mume wangu. Bwana Yesu asifiwe. Akienda akatumiwa message au hata mdada akamkonyeza, anakumbuka nyumba hii. Usiku, asubuhi ameamka, umechoka lakini umeamka na usingizi wako, baba namwombea. Tamka usalama na afya. Afike salama, arudi salama katika jina la Yesu. Nenda mume wangu. Haya, ameondoka. Akienda ofisini umeacha kitu tena. Anafikiria nitarudi nyumbani kwa yule mwanamke saa ngapi? Kuna vya kiroho na vya wanasema at least 60 seconds. Ubusu mume wako at least 60 seconds kabla hajatoka nyumbani. Inasaidia kuamsha hisia. Ndio maana wanandoa wengi wanaangalia wake zao na wanaona kama dada zao. Kwa sababu you don't kiss. Ukikisi kisafika dakika ya sekunde ya 40 mpaka 45, oxytocin inaachiliwa. Ile chemical ya bonding inaachiliwa. Kwa unatoka pale kuna kimulimuli kinawaka huko moyoni. Yaani sijui ningerudi ila nitarudi. Kama uwezi, kuna watoto unaona aibu, hug. Dakika sekunde 60 bila kumwachia. Uje kugundua unaweza kumkumbatia hivi mtu akaanza kulia. Hata kama kuna vitu vipo, kumbatia. Rudisha, flame back. Ondoa hiyo vita kwa kuomba, lakini kwa kufanya vitu vya kiroho, vya kimwili kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yanawasaidia hayo. Haleluya. Kwa mwanamke tunaona vita vyake. Tunasema mwanaume anapitia kwa sababu ni kichwa na kiongozi. Kwa sababu adui anajua yeye atapokea taarifa za kiungu. Umewahi kugundua kwamba Mungu anampa mume wako vitu vingi sana, na kuna saa anashare na wewe mpaka ameacha kushare. Ndio kile kilimkuta Adam. Yamkini alikuwa anakebeiwa sana. Anafika mahali afanye nini? Hashei. Haya, mwanamke yeye ana vita viwili pia. Cha kwanza ni uwezo wake wa kubeba mimba na kuitunza. Uwezo wa kupokea kitu kutoka kwenye ulimwengu wa roho na kukiweka kwenye tumbo kikazaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini cha pili ni vita ya mtoto wake baada ya kuzaliwa. Biblia inasema wivu wako utakuwa juu ya mume wako, lakini walisahau na mtoto. Hakuna kiumbe kina wivu na hasira na mtoto na mume wake kama mwanamke. Yupo radhi umchome yeye mshale, lakini usiguse watoto wala mme. Na hiyo ndio vita. Yaani adui usipofanya vita au watu watawagusa tu. Kwa sababu anajua wewe una nguvu, umekomaa. Lakini akigusa chambali na wewe anakuumiza zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa adui anataka, ndio maana lazima tuombe, tufanye vita asubuhi mchana, vita asubuhi mchana, vita kwa ajili ya familia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema usiwe na ukimya, usiwe na kimya mpaka Bwana atakapofanya Yerusalemu kuwa mji wa kupendeza. Kwa hiyo usiache kuomba mpaka Bwana amefanya kile unachotaka kifanyike. Haleluya. Anasema kwenye Mwanzo 3:15, nitaweka uadui kati yako wewe na mwanamke, na kati ya uzao wake na wako. Kwa hiyo mwanzo kutakuwa na uadui kati ya shetani na mwanamke, hivyo tu bila sababu. Cha pili, uzao wa mwanamke huyo. Ndio maana kila mwanamke anapokaribia kuzaa, mama alishatuambia tena, unaingia kwenye hali ya umauti. Kwa sababu pale unapotaka kuzalisha na adui yuko hapo, anataka kuondoe. Either akuondoe wewe au amuondoe mtoto, au wote wawili kwa wakati mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtoto mmoja alikuwa anamsikiza mtumishi wa Mungu TD Jakes. Mtoto wake mmoja alipokuwa nadhani ana mtoto wa kiume mmoja tu. Yule mtoto mama akati anazaliwa, mke wake alivunjika paka mifupa ya huku chini.
Yaani anasema ni kama ule mji wote ulitoka nje. Mtoto alikuwa mzito sana, akatoka na mji, akatoka na mifupa. Mke wake alikaa kwenye wheelchair kwa miaka ya kutosha bila kutembea, kwa sababu anazaa mtoto huyu. Vita hiyo. Ndio kusikia kuna mwanamke amezaa na kabaki ameparalyze. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anatafuta nini? Uzao au wewe. Kwa huwezi kukaa tu ukakubali kuwa hivyo hivyo. Ukija tena hata Afrika hapa, wazazi wetu walichoma wakazaa huko nje na nini. Kuna hiyo familia inakuchukia. Inasema kwa nini familia fulani tu ndio inafanikiwa? Sijui, mimi nimetoka kwenye familia pia, mambo ni mengi. Babu alikuwa yuko vizuri. Yaani nimeona vita mpaka mtu anakuchukia kwa sababu ya chakula. Chakula. Yaani kuna shangazi yangu mmoja alichukia tu kwa sababu kwenye harusi sikumpa keki. Hiyo tu. Chakula. Chakula. Na ilikuwa kwa kitu, yani kwa wema sana tulichokifanya. Yani ameweka hasira na gubu. Keki 50,000. Keki. Tena hata ile keki tuliotoa kwa wale magrupu ilikuwa ni keki 30,000. Ningeenda kumnunulia hata dukani. Keki. Kwa nini? Familia tuzotokea zina hasira. Kwa nini familia ile pale ndo aoe? Mbona mtoto wangu mwenyewe hajaoa kwa ndoa kama ile? Wala sio wewe, yani hasira tu kwamba kwa nini wale ndo wanaendaga? Alafu ufanyi vita. Ufanyi vita. Dada ufanyi vita, unafikiri utaoa tu hivyo? Utaolewa hivyo tu? Kuna mtu huko amefunga vidole, amefunga kila alichonacho. Kasema huyu na akiolewa labda nife. Haujamkosea chochote. Anasema, "Dada huyu ni mrembo, mbona olewi?" Naye amekaa tu pale, "Neema ya Bwana itanisaidia. Neema ya Bwana itanisaidia." Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele tuhitimishe. Anasema mwanamke ataokolewa kwa kuzaa. Ndio maana shetani anapigana na mwanamke kwenye uzao. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15. Anasema walakini ataokolewa, yani mwanamke, kwa uzazi wake, kama wakidumu katika imani na upendo na utakaso pamoja na moyo wa kiasi. Mahali ambako unaona wamewin ni huku kwingine, lakini kwenye moyo wa kiasi. Hapa is the trick ya mwanamke. Kuridhika. Wengi hawaridhiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nimewaambia sisi ni viumbe vya kiroho na tunapaswa kuingia kwenye vita ya kiroho kila tunaposimama kwa habari ya familia. Bwana Yesu asifiwe. Shetani akitaka kuiharibu familia atamfanya mwanamke apoe kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema mwanamke atajenga nyumba yake kwa mikono yake na kuivunja kwa mikono yake. Anayevunjaga familia ni nani? Na anaivunja kuanzia wapi? Kiroho. Wala sio kimwili. Tuachane. Kiroho kwanza. Anaacha kuijenga. Maana kuna option mbili. Ataivunja au kuijenga. Mwanamke anapoacha kuwa wa kiroho anamaliza kazi ya ujenzi. Na atuonyeshe lini utaacha. Anasema atajenga au kuvunja. Maanake paka unakufa unajengaga kitu. Sijui kama imeeleweka. Si ndio? Kwa maanake ukiacha hiyo nyumba haijatengamaa lazima ianguke. Ndio maana hauwezi kuafford mwanamke kutokuwa mtu wa kiroho kwa gharama yoyote ile. Mama alitufundisha akasema saa nyingine hata wanaume wanachokaga, ila anahitaji mwanamke ambaye ni muombaji. Yaani akianza tu kuomba wewe mwenyewe unajisikia lakini kweli mwanamke anangurumisha hapa, mimi nimelala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa leo nimesikia tu wito huu tuzungumze na sijamaliza. Acha niishi hapo ili nisije nikauharibu ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Vita kwa ajili ya familia na vita kwa ajili ya ndoa. We have to fight. Na waita Wakristo wote ambao tuko mahali hapa
kupigana vita ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Mume wako si shida, watoto wako si shida, hauna shida yoyote, ila umeacha kupigana vita ya kiroho. Unaweza ukainuka hapo ulipo. Hebu mwambie Bwana, anasema hivi, mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Mwambie Bwana, ninahitaji msaada wa Roho Mtakatifu ili niweze kupigana vita iliyo mbele yangu. Mwanaume ulioko hapa, kwa gharama yoyote, kama huwezi kunena kwa lugha, omba leo, yani liwe lisiwe, Bwana akujaze na Roho wake. Hivi vita ni vita vya kiroho. Tunaalikwa sadakani kila siku, na hatuwezi kushinda, maana wao tayari wameshafanya kwa miungu yao. Kwa lazima tuwe na nguvu ya kiroho. Kama umepoa kiroho, kama ulikata tamaa, sijui nini kilikukuta kwenye mambo ya kiroho, mwambie Bwana leo revive me. Daudi anasema tuuishe ili tuweze kuliitia jina lako, nasi tutawafundisha wakosefu habari zako. Kwa mwanaume hawezi fika mahali pa kufundisha wengine kama yeye hajakombolewa. Kwa lazima Mungu amuuishe kwanza. Sema Bwana Yesu, mchana wa leo niuishe ili niweze kuliitia jina lako. Niuishe ili niweze kusimama mahali pangu katika jina la Yesu. Leo kweli hii niweke huru katika jina la Yesu. Umesema neno lako, ongeza sauti, tunafanya vita. Sema umesema kwenye neno lako kwamba tutamshinda kwa damu na kwa neno la ushuhuda. Siku ya leo ninapokea nguvu. Siku ya leo Roho wako ananishukia, ananipa nguvu, ananipa nguvu, ananipa nguvu, ananipa nguvu katika jina la Yesu. Mwambie Bwana niuishe, niuishe. Endelea kuomba, mwambie Bwana niuishe. Usinongone. Tuko kwenye sala ya vita, hatuko kwenye sala ya toba. Tuko kwenye vita. Hatuombi rehema kwamba unatubu dhambi zako. Tunaitia msaada wa Bwana. Bwana nisaidie katika familia yangu kama mwanaume, niweze kusimama katika nafasi ulioniwekea katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi vita viliko juu ya maisha yangu, lakini Bwana ninajua laana isiyopasa haitaweza kuwa na nguvu juu ya maisha yangu, wala haitapata mahali pa kuangukia katika jina la Yesu. Kila maneno, kila chochote kimefanywa kwenye familia yangu ambacho kinanihitaji mimi kupiga vita ili watoto wangu wasipite hapo, Bwana leo ninaomba nguvu. Kila kitu kwenye familia yangu ambacho natakiwa nipige vita ili mke wangu na ndoa hii isiharibike, kila ambacho natakiwa nipige vita ili kwamba Bwana Yesu Kristo mume wangu asiondoke, ninaomba nguvu leo. Ninaomba nguvu. Kwa imani kabisa unaweza ukaweka mikono yako juu kama unaweza, na ukamwambia Bwana nipe nguvu, niko hapa, nahitaji nguvu. Anasema duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Kuna changamoto, kuna vita kila pande. Paulo anasema tunasongwa kila pande, lakini hatuteketei. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu ya Mungu ndani yetu. We are pressed in every corner, we are shaken in every way, but we will not be destroyed. Hatuwezi kuharibiwa, maana mkuu ni yeye aliyeko ndani yetu, ambaye ni mkuu kuliko ile wa dunia hii, naye ananipa nguvu, ananitia nguvu katika jina la Yesu. Ingawa vijana wanaweza wakazimia, na wazee wakachoka, lakini wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Watapakwa mbawa kama tai, watapakwa mbawa kama tai. Unasema kunena kwa lugha ndiko kupaa kama tai. Tunainua mbawa zetu Bwana, tunaomba nguvu ya kunena kwa lugha. Achilia Roho wako akashuke juu ya watu, akashuke juu ya Bwana, maana umesema katika nyakati hizi umeshamimina, yuko juu yetu Bwana. Acha Roho wako ajaze maisha yangu, acha Roho wako afurike ndani yangu katika jina la Yesu. Anisaidie kushinda vita yote. Inua sauti yako, unaweza ukafanya zaidi. Anza kujifunza kutumia sauti yako kupigana. Anza kuinua sauti yako mwanaume, anza kuinua sauti yako mwanamke, anza kuinua sauti yako kijana. Usiogope unavyoonekana ukiomba, ili mradi maombi yako yameenda. We toa tu sauti, we piga tu kelele, we muite
Kuwa kama Bartimayo kipofu, mwambie Bwana nihurumie mwana wa Daudi. Wakamwambia nyamaza, usimsumbue bwana mkubwa. Akaendelea, Bwana nihurumie mwana wa Daudi. Wakamwambia subiri kwanza. Bwana hataki kumuona mtu, hakujali, akapiga kelele, Bwana unihurumie mwana wa Daudi. Inua sauti yako, mwambie nihurumie, nitazame Bwana, nipe nguvu, nipe nguvu, nipe nguvu. Nimekuwa mwepesi sana, lakini nataka nguvu, nataka nguvu. This is our year to be rebuilt. This is our year to be restored. This is our year to be renewed. Huu ni mwaka wetu wa kujengwa upya. Huu ni mwaka wetu wa kurejeshwa. Huu ni mwaka wetu wa kufanywa upya. Bwana, nahitaji hizo nguvu zitakazonijenga. Nahitaji hizo nguvu zitakazorejesha. Nahitaji hizo nguvu zitakazonifanya kuwa mtu mpya. Omba katika jina la Yesu. Omba katika jina la Yesu. Simalizi bado. Kwa hiyo endelea kuomba, usishushe nguvu yako, usishushe spidi yako ya kuomba. Ongeza nguvu katika roho. Ongeza nguvu katika roho. Anasema fungua kinywa chako nami nitakijaza. Fungua kinywa chako nami nitakijaza. Wewe fungua tu kinywa, roho Bwana atashika ulimi wako. Roho Bwana atashika kinywa chako. Roho Bwana ataanza kunena kupitia wewe. Somebody pray, somebody pray, somebody pray. Somebody pray, somebody pray. Somebody pray. Umekuwa mstaarabu kwa muda mrefu. Umekuwa mstaarabu kwa muda mrefu. Kuna saa tunatakiwa tuwe kama baba yetu. Tuwe kama baba yetu, simba wa kabila la Yuda. Simba haongeagi, simba anaungurumaga. Inua sauti ya mgurumo. Somebody roll. Kabarakatala baba epereko kotorobo ishakakataya baba. Imetosha, imetosha. Esau akaambiwa ikifika majira umechoka, utaivunja ile nira shingoni mwako. Oh, niko tayari. Nimechoka kutokuolewa, nimechoka maumivu, nimechoka mateso baada ya mateso, nimechoka kutembea kwenye laana, nimechoka kulipa makosa ya baba zangu. Siku ya leo ninavunja, ninavunja pale pakuruka, ninaruka ukuta katika jina la Yesu. Anasema hao wataruka kuta, watakwenda kwa mbio kama farasi. Bwana, tupe hiyo spidi, tupe hiyo spidi, tupe hizo nguvu za kuruka ukuta. Maana wewe uvunjaye umeshatangulia mbele yetu. Unavunja na kuangusha, unaharibu na kuteketeza katika jina la Yesu. Vita sio yetu, vita ni ya Bwana. Vita sio yetu, vita ni ya Bwana. Bwana, inuka ukapigane na anayepigana nami, ukatete na anayeteta nami katika jina la Yesu. Thank you Lord. Thank you Jesus. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Kuna hali yoyote unaipitia kwenye maisha yako, sitaki kuijua ni ipi, imekuwa ikikutesa, nataka uje tuombe pamoja. Wewe njoo hapa kwenye madhabahu, nguvu ya Mungu ipo. Unapitia wakati fulani, sitaki kujua ni afya, ni uchumi, ni chochote ambacho kimekuwa kizito kwako, na unasema kwamba hivi vita nimeacha kupigana, lakini leo nataka Bwana apigane. Ukija hapa, wewe anza kuomba, wewe anza kumtazama Bwana, wewe anza kuomba, anza kutazama Bwana. Madhabahu iko hapo, anza kuzungumza na Bwana wa madhabahu hii. Imetosha kupita kwenye huo mzunguko wa kifamilia. Kila mwaka unasema nitaacha, kila mwaka unasema nitapita, kila mwaka unasema hiki itakuwa badiliko mwaka huu, lakini haiwi. Leo nguvu za Bwana ziko kwenye madhabahu. Akamwambia Sulemani, akamwambia watu wakija na kuita sauti nitawasikia, wakipiga kelele kwenye madhabahu hii nitasikia nami nitajibu. Hebu mwambie Bwana anayejua shida yako, inua sauti. Kama huwezi kuomba kwa kawaida, nena kwa lugha. Mwambie Bwana, I am here, niko hapa. Hii madhabahu ikatoe majibu, hii madhabahu ikapigane vita yangu. Huu ni mwaka wangu, huu ni mwaka wangu, huu ni mwaka wangu. This is my year, this is my year, this is my year. Huu ni mwaka wako katika jina la Yesu. Natamka juu ya maisha yako, kilio kinaweza kukaa kwa usiku, lakini asubuhi yako inakuja. Nasema asubuhi yako inakuja. Nasema asubuhi yako inakuja. Yamkini umekuwa mkavu kwa muda mrefu, umejitahidi kwa muda mrefu kutafuta nguvu za Mungu,
na hazijawahi kuwa dhahiri kwenye maisha yako, leo hiyo ukuta inavunjwa, hiyo ukuta inaharibika. Unapokea nguvu, unapokea nguvu. Anasema kama baba zenu ukiwaomba mkate hawawapi jiwe, ukimwomba samaki hakupi nyoka. Je, si zaidi mimi baba yenu kuwapa roho mkiomba? Yeye yuko tayari, ni wewe tu kujiachilia. Mwambie Bwana, siondoki mahali hapa, siondoki mahali hapa mpaka umenigusa, siondoki mahali hapa mpaka nimesikia neno lako, siondoki mahali hapa mpaka nimesikia nguvu zako, siondoki mahali hapa mpaka umedeal na situation yangu. Niko hapa Bwana. Kila pepo, kila nguvu za giza, kila roho yoyote iliyokuweka mteka, natamka leo kwa agano la damu ya Yesu, ananirejeshea wafungwa wangu walio katika shimo lisilo na maji. Anarejesha kila ambaye yuko kwenye shimo lisilo na maji, kila ambaye ameita msaada na akakosa msaada. Ninakuombea siku ya leo, ninakuombea siku ya leo kwa agano la damu ya Yesu, kwa agano la damu ya Yesu. Unaachiliwa, unaolewa, unafanikiwa, unatoboa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, vita ya ndoa inakoma, vita ya ndoa inakoma, vita ya familia inakoma. Natangaza kila shetani aliyekuwa anachafua lugha kati yenu na mume wako, kati yenu na mke wako, kati yako na watoto wako, kila uadui wa familia. Watoto hawakusalimii, watoto hawakutembelei, watoto wamekuacha, watoto wameacha kukutunza, watoto wameacha kukuangalia kwa sababu ya uadui. Natamka leo, this is your day. Leo ni siku yako, leo ni siku yako. Pokea nguvu, pokea nguvu ya kutoka, 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 pokea nguvu ya kutoka. Anasema na walio dhaifu watarukaruka kama kulungu. Bwana akakutie nguvu, akakutie nguvu, karuke kama kulungu. Aimarishe hatua zako, aimarishe hatua zako, aimarishe hatua zako katika jina la Yesu. Asante Yesu, asante Yesu. Uko hapa na mke wako, uko hapa na mke wako. Tafadhali tafuta mke wako alipo, mshike mkono, njoo hapa mbele. Uko na mke wako, sogea hapa mbele. Wanandoa wote sogea hapa mbele. Uko na mke wako, njoo naye mbele, mshike mkono, njooni mbele. Wanandoa tafadhali, mpo? Wanandoa MTBC, uko na mke wako, sogea mbele, njoo. Haya mambo hatuendi kuyafanya nyumbani, we are doing practical hapa hapa. Mgeukie mke wako, mkumbatie mke wako, geukie mke wako, mkumbatie mke wako. Tamka neno juu ya mke wako. Omba, 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 omba. Piga vita dakika chache. Umemwacha mke wako muda mrefu, amepigana vita hivi mwenyewe muda mrefu. This is the day. Shika mkono wa mke wako, omba kwa ajili ya mke wako, usione aibu. Tunawafundisha vijana walioko hapa how to war. Inua vita katika jina la Yesu. Kila pepo lililoingia, kila yoyote ambaye ameingia, kila roho yoyote ilipotumwa ili kusababisha msiende, katika jina la Yesu tunawaombea. Inua sauti yako. Hujaoa, haujaolewa, inua sauti yako, nyosha mkono, ombea watu hawa. Wana vita, wanandoa, waombee, waombee. Inua sauti yako, omba kwa ajili yao. Inua sauti yako, omba kwa ajili yao. Inua sauti yako, omba kwa ajili yao, omba kwa ajili yao. Mwambie Bwana, Bwana tusaidie tena. Bwana, kila kilichokufa ndani yetu kiamshe tena. Kila ambacho kilikuwa kimezima ndani yetu, kila attack kwenye eneo letu la faraga, kwenye eneo letu la kihisia, kila attack kwenye mioyo yetu, kila attack kwenye fahamu zetu, kila magomvi yasiyoeleweka, omba katika jina la Yesu. Mwanaume, omba. Mwanamke, kwa ajili ya mume wako. Vita ni vingi, lakini unaweza ukaomba naye katika jina la Yesu, katika jina la Yesu.
Tunaomba wewe ambaye uko nyumbani, muombe mke wako, mkumbatie mke wako. Kama watoto wako karibu, wakumbatie na watoto. Anzeni kuomba kama familia. Jioni ya leo anzisheni ratiba mpya. Tunaomba kwa ajili ya ndoa hizi. Tunaomba kwa ajili ya vita vya siri wanavyopigana, vita vya kifamilia wanavyopigana. Tunawaombea. Tunakataa divorce, tunakataa kuachana. MTBC, tunakataa talaka, sio sehemu ya madhabahu hii katika jina la Yesu. Watu kuachana sio sehemu ya madhabahu hii. Watu kuchokana sio sehemu ya maisha haya katika jina la Yesu. Tunaomba Bwana, kama wanavyoombeana mchana huu na kama walivyosimama hapa, neema hii itembee kwa kanisa. Neema hii itembee kwa kanisa. Kila ambaye ana kiu ya ndoa, kila ambaye ana kiu ya kuwa na familia, katika jina la Yesu msaidie Bwana. Wanapoomba na kusimama hawa kama sehemu ya cream ya kanisa hili, ambao wameinuka wanandoa kuomba, tunatamka this power is going to the church. Hii nguvu inatembea kwa kanisa. Kila ambaye ana desire kuolewa, kila ambaye ana desire kuoa, kila ambaye ana desire kupata uzao, katika jina la Yesu neema hiyo ikatembee, neema hiyo ikatembee, neema hiyo ikatembee, neema hiyo ikatembee katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Dakika chache wanandoa, kama mke wako anapitia situation analia, chukua handkerchief. Ndio tunaanza hapa. Fute machozi, simruhusu ajifute mwenyewe, futa wewe. Fundisha vijana, msione aibu, si dhambi. This is the church. Mwambie nakupenda sana. Siwasikii, sema nakupenda sana. Ninarudi kwenye nafasi yangu. Nitakutunza, nitakupenda, nitakuombea, sitakuchoka, sitahesabu makosa yako. Nakupenda sana. Amen. Unaweza ukasil with a kiss. Mungu awabariki sana. Unaweza ukambusu mke wako na ukarudi. Mungu akubariki sana. This is the church. Hallelujah. Hili ndio kanisa. Sema hallelujah. Hallelujah. Nadhani tunabidi tufanye hichi sana ili waone wivu. Vijana tutawatesa mwaka huu, tutawanyosha mwaka huu. Hallelujah. Hallelujah. Tutawatamanisha. Mmeona picha za uongo mtandaoni? We will be the picture. Hallelujah. Wangapi wamebarikiwa mchana wa leo? Amen. Andaa sadaka na matoleo yako. Nikushukuru sana kwa kutufuatilia, wewe ambaye umekuwa redioni mpaka sasa. Neema ya Mungu ikutunze na neema ya Mungu ikuhifadhi. Tunashukuru sana kwa kuungana na sisi. Wewe ambaye umetufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, Mungu akubariki. Andaa sadaka yako, andaa matoleo yako. Abraham, umechukua hapo, kuna sadaka yangu, kuna bahasha na iomba. Andaa sadaka yako, andaa fungu la 10. Panda. Kama kuna wale wanandoa matamani katika hili neno mpande sadaka extra, we fanya, hauzuiliwi. Amen. Omba bahasha, andika. Usiandike, andika tu sadaka ya familia. Andika tu hivyo, si ndio? Ili tusijue ni nani au nini. We andika tu hivyo, sadaka ya familia, itakuwa imefika. Amina. Sio sadaka maalum, lakini ukijisikia unaweza ukafanya. Amen.